Ninayo furaha kupokelewa siku ya leo katika ofisi hii, lakini furaha ya pili ni kwamba ni ofisi ambayo na mimi nilifanya kazi nikastafia hapa katika mkoa huu, katika ofisi ya mkuu wa mkoa. Ila sasa hivi hapa niko na mwenzangu Anita Mtabuzi, tumetoka kanisa la KKT Ebeneza hapa Dodoma na tumekuja kwa kazi maalum. Niseme hii ni mara kama ya 4 tumekuja. Nianze na siku ya leo. Siku ya leo tumekuja tukiwa na sadaka maalum. Siku ya Pasaka kulikuwa na sadaka maalum kanisa lilitoa kwa ajili ya kuwahudumia watoto kwenye wodi ya watoto wale wenye uhitaji zaidi. Na sadaka hii ilivyotolewa imeletwa kwa ajili ya kumhudumia yoyote aliyo kwenye wodi ile. Nashukuru ndesha ikabidhi na tunaomba muendelee kuitumia. Lakini jambo jingine, hii sio mara ya kwanza. Mwaka juzi tulikuja, kanisa liliweza kuleta mashuka, sukari, sabuni na tuliweza kuhudumia wodi ya wazazi, na karibu vitanda vyote nashukuru vilitandikwa na watu walifurahi. Lakini namba 3, mwaka huu tena tulikuja wodi hiyo ya wazazi kwa mama ambaye alikuwa amejifungua, lakini akiwa na mtoto ambaye alikuwa ni premature, lakini naye alikuwa amepata kifafa cha mimba. Alipompigia mchungaji, basi tukaweza kumletea msaada ule wa huduma za hospitali zote pamoja na malipo yake. Ila namba 4 ni furaha ya pekee tulionayo. Kanisa lao linapenda kutoa shukrani kwa hospitali hii. Mwezi huu wa pili mwishoni aliumia mtumishi wetu mwinjilisti ambaye alivunjika bega na alivunjika mguu. Alileta akawekwa hapa katibiwa, na mimi nikiwa kama mwenyekiti sasa wa diakonia. Nimalizie diakonia ni huduma kwa wahitaji, shughuli za kiafya, wahitaji ambao ni wajane. Sasa kanisa lina kamati maalum ambayo inaitwa diakonia, mimi ndio mwenyekiti wake. Kwa hiyo bidi nitumwe nije nimwangalie yule mtumishi. Nishukuru sana, sikuwa najua kuna huduma nzuri kiasi hiki sasa hivi hapa. Niliona mapokezi kuanzia alipopokelewa, na bila nishazeeka sasa, nafikiri vijana walipokea, wakaenda naye wakampeleka mpaka theater, x-ray wakafanywa kila kitu theater, kesho yake operation, na sasa anaendelea vizuri. Kwa niaba ya kanisa napenda nichukue nafasi hii, tulijisikia tukitoa sadaka, lakini na sisi tunajisikia kwamba tulihudumiwa vizuri. Naomba nimkaribishe mwenzangu kama toka neno la shukrani la kusema naye aseme maneno. Karibu sana. Asante. Mimi kama nilitambulisha, naitwa Anita Mtabuzi, ni mjumbe kamati ya diakonia. Kama tulivyosikia, diakonia ni kamati ambayo inashughulika na kutoa huduma kwa wahitaji, wagonjwa au mahitaji maalum yoyote ya kanisa. Anaweza akawa mshirika mwenzetu au sio mshirika mwenzetu, lakini kama ana uhitaji anahudumia. Tunashukuru kwa sababu tumeweza kupata nafasi kwa mara nyingine tena hapa hospitali ya mkoa. Tulikuja mara nyingine kuona wazazi, hata leo tumeleta hiyo sadaka kwa ajili ya watoto ambao watakuwa labda kwenye wodi ya wazazi. Asanteni, karibuni sana Ebeneza. Asante. Kwa kumalizia, kwa sababu inaonekana tuna muunganiko mzuri tu ambao umejitokeza kwa kudra za Mwenyezi Mungu, basi msisite, kwa sababu sisi tunajisikia kuja kuleta. Lakini msisite mnapoona kwamba kuna tatizo limetokea, tunatafuta huduma za kijamii, hasa za kiroho na za kutoa misaada kama tunavyofanya. Msisite kupiga simu hiyo. Mimi mwenyekiti wa diakonia nitapokea na nitashirikisha uongozi wangu, na tutakuwa tunaendelea kushirikiana kutoa misaada kwa jinsi mahitaji yanavyohitajika hapa. Kile kidogo au kikubwa tutakachokuwa nacho tutatoka kwa ajili ya huduma za watu.